kwanza ule mstari wa 37. Luka sura ya kwanza mstari wa 37. Shanda raba kurabusa. Nataka nikuonyesha ya kwamba leo inawezekana kabisa, inawezekana kabisa. Biblia inazungumza, nasema malaika wa Bwana, nitaanzia mstari wa 35. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo kicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabethi naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Maandiko anasema mstari wa 37. Oh, haleluya! Anasema hivi, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hii ndio statement au ni neno ambalo tunatembea nalo hata kwenye huduma yetu. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna neno. No, there is nothing. Anasema, for with God nothing will be impossible. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Ngoja nikwambie, vyote vinawezekana. Vyote vinawezekana kwa Mungu, vyote vinawezekana. Ukitembea kabisa na Mungu kwa uhalisia, vyote vinawezekana. Vyote vinawezekana. Ukiona mpaka anasema vile, manake nini? Manake sio jambo la kawaida. Huyu alikuwa ni malaika, anaongea na Mariamu. Mariamu anaambiwa ya kwamba utachukua mimba, utamzaa Yesu, na hii mimba itakuwa hujakutana na mwanaume. Mariamu akamwambia, sijawahi kusikia hilo neno. Hebu rudia tena hilo neno. Yaani nizae mtoto wala sijakutana na mwanaume. Is it possible? Malaika akamwambia, wewe hujui Mariamu, sikiliza. Akaanza kumpa lecture, akamwambia, Mariamu sikiliza, hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna. There is nothing. Nakwambia tena, hakuna. For with God nothing will be impossible. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa. Manake unapokuwa katika Mungu unakuwa na uhakika. Huwa nasema siku zote, kwenye kamusi ya Mungu hakuna neno impossible. Kwenye kamusi ya Mungu hakuna neno impossible. Kwenye kamusi ya Mungu kuna neno possible. Unaanza kufanya project, unaona mambo ni magumu, you don't have money, Mungu anasema is possible, I will provide. Unahitaji mtoto na umefanya kila njia, hauoni, Mungu anasema it's possible. Umeanza unafanya huoni matokeo, God is saying it is possible. Hakuna mahali Mungu alishawahi kumkatisha mtu tamaa akamwambia it is impossible. Hakuna. Mungu kila mahala ukifungua kwenye Biblia anasema it is possible. Kila mahala is possible. Jambo lolote ambalo unatamani kulifanya kwenye maisha haya, jambo lolote ambalo unataka kulitimiza, lazima uwe na imani kama ya Mungu. Lazima ubebe imani kama ya Mungu ya kuona mambo yote yanawezekana. Waliofeli wote ni walikosa imani. Walikosa imani ya kuona vitu vinawezekana. Ngoja nikwambie, paka panaitwa imani iwepo, maana yake nini? Maana yake kuna ugumu. Ukiona imani inakuwepo ya kwamba Yesu anasema muwe na imani, muaminini Mungu, maana yake kuna mambo ambayo yatasimama kuzuia imani, Kuna mambo yatasimama kuzuia imani. Lakini unachohitaji ni ubebe imani. Maana wanasema ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ukitaka umpendeze Mungu, kuwa mtu mwenye imani ya kwamba I'm doing this, I believe, I have faith. Nina imani ya kwamba inawezekana. Watu wenye imani walifanya mambo ya ajabu sana dunia hii. Watu wenye imani walifanya vitu vya kutisha dunia hii. Watu wenye imani. Ngoja nikwambie, imani ndio kila kitu. Imani ndio kila kitu. Ukitaka kufanikiwa, ngoja nikwambie, imani ni kila kitu. Ukitaka kufanikiwa, ukitaka kwenda mbali, ukitaka ushinde dunia, imani. Na ngoja nikwambie, shetani akitaka kukupiga anatafuta kushughulika na imani yako. Mungu akitaka kukubariki anatafuta kushughulika na imani yako. Je, una imani ya kubarikiwa? Una imani ya kwenda mbali?
Una imani ya kupata mtoto wakati ambao hauna mtoto. Majira yako yamekoma. Mtoto anaweza akawa ni huduma ulionayo. Mtoto anaweza akawa ni kazi ulionayo. Mtoto anaweza akawa ni maono ulionayo. Unaweza wakati ambao unafanya hauoni maono kama yanazaliwa. Je, bado una imani ya kwamba kuna maono makubwa yanaweza katokea? Lazima uwe na imani. Maandiko yanasema, je, mwana wa Adamu atakapokuja ulimwenguni ataikuta imani duniani? Anasema mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani duniani. Ataikuta imani duniani. Anazungumza Yesu. Maana yake ni, maana yake ikiwa Yesu akija kwako anataka kukupeleka viwango atakuta ndani yako kuna imani. Una imani bado? Unapokuta vitu havieleweke, unakuta vitu haviendi sawa, ulikuwa unategemea, nilitamani mambo yangeenda sawa. Je, bado una imani? Bado una imani ya kwenda? Bado una imani ya kufika? Bado una imani ya kufanikiwa mahala ulipo? Nitarudi tena kwenye kitabu cha Luka, lakini ngoja nikusomee Mathayo sura ya 9. Maandiko anasema mstari wa 23. Mathayo 9 mstari wa 23. Anasema Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake amini. Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake amini. Huyu alikuwa ni kipofu. Ngoja nisome habari zake. Maandiko anasema alikuwa ni kipofu. Wakamleta kwake. Nianzie mstari wa ngapi? Nianzie mstari wa 17. Mtu mmoja katika mkutano akamjibu, mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu. Alikuwa na pepo bubu, na kila ampagapo umwaga chini, naye hutoka povu na kusaga meno na kukonda. Nikasema na wanafunzi wako wamtoe pepo wasiweze. Akawajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, nikae nanyi hata lini? Nichukuliane nanyi hata lini? Leteni kwangu. Yesu anazungumza, amepelekwa mtu aliyekuwa na kifafa. Amepelekwa, huwa anaanguka. Wanafunzi wamefika pale, na bahati Yesu akakutwa ameenda mlimani kuomba. Akakutwa wako wanafunzi tu pale. Wanafunzi walipoona yule pepo akasema, leo hapa sasa nataka tushughulike na huyu jamaa. Wakaanza kuomba, omba. Kina Tomaso wanaomba mpaka jasho linawatoka, pepo hatoki. Anaomba jasho, wanapeana zama. Haya, Andrea, njoo na wewe ujaribu. Anakuja Andrea, anapiga mzigo, kitu hakitoki. Anamuita Yuda Iskariote, njoo hapa na wewe. Yuda anakuja, wanapiga mzigo, pepo halitoki. Kina Mathayo mtoza ushuru, njoo hapa. Alikuwa wa mtu wa Foroza, njoo hapo. Anajua wapi? Hajui chochote. Wanapiga mzigo. Mbona tunaonaga Yesu anatoaga mapepo kila? Mbona sisi tunahangaika naye hivi? Wanafunzi hapa wanasema, mbona tunamwonaga Yesu anatoaga, mbona sisi tunahangaika naye hivi? Wote wakachoka, kila mmoja ameomba, jasho limemtoka mpaka maneno ya mwisho yameisha. Wakakaa pale. Wakati wamekaa pale, Yesu anakuja pale. Ikabidi sasa yule mwenye mtoto akawashtakia kwa Yesu. Yesu, nimemleta mwanangu kwa wanafunzi kwako kwanza. Nimewakuta wanafunzi hawajaweza kumtoa. Sasa wameshindwa kumtoa. Niko hapa tu nasubiri na wao wamechoka. Wako hoi. Kina Andrea wako hoi. Kina nani? Kina Tomaso wako hoi. Kina Yuda Iskariote wako hoi. Si leo ametupeleka vya kutosha na hakuna chochote walichokifanya. Yesu akawaambia, enyi kizazi kisichoamini, nikae nanyi hata lini? Kizazi kisichoamini. So the first encounter, if you want to succeed, faith. Kizazi kisichoamini. Watu wengi leo wameshindwa kufika kwenye levels wanazotaka kwa sababu walikosa imani. Yesu anawaambia wanafunzi, kizazi kisichoamini, nitakaa nanyi mpaka lini? Anachokitaka ni nini? Ni imani. Yesu anataka aone imani katikati ya maisha ya watu hawa. Anasema, ninapokaa nanyi natamani nione matunda ya imani. Hauwezi ukawa na matunda makubwa kwenye biashara, kwenye chochote unachokifanya, if you have nothing faith.
kama hauna imani. Imani ni kila kitu. Imani kinakusaidia kushinda. Na maandiko nasema wakamleta kwake, hata alipomwona mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini akagagaa, akitokwa na povu. Akamuuliza, baba, amepatwa na haya tangu lini? Akasema, tangu utoto, na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji,